Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni mimi Ahmed Kandauma. Leo niko na dada yangu Queen Darling. Walilahi alhamdu, nimefurahi sana kwanza leo kukutana naye. Ni jambo kubwa katika mambo makubwa sana. Natamani unieleze, lakini pia tuwaeleze kwa sababu ni mama. Malezi yale ya mama ambayo amekulea wewe au amenilea mimi katika wakati ule na malezi ya leo, madada wa leo ni sawa? Wanakwenda sawa, wanashabiana kweli? Naweza kusema kwa upande mmoja anaweza kawa sawa kidogo lakini wazazi wa zamani wao walikuwa muda mwingi wako nyumbani na watoto zao. Lakini wengi pia walikuwa wana maadili mazuri zaidi kutushinda sisi sasa hivi. Sio kwamba sisi tuliolelewa ndio tufate maadili hayo. Tumesahau kule tulipotoka. Asilimia kubwa ya wazazi wa sasa hivi ambao nikiwemo na mimi pia ni mzazi ambaye nakuwa niko busy sana kutafuta riziki. Unajua riziki lazima utoke ndio upate kula. Wakati mwingine huenda kuna mama ambaye yuko nyumbani yeye yuko muda wote na watoto, mumewe anatafuta anarudi. Lakini zile kauli anapokuwa amekaa na mtoto wake, wamekaa nyumbani matusi, haangalii pa kuongea, mtoto anakuwa kutokana na mazingira yale yalivyo. Na unakuta mzazi mwingine mtafutaji anamwacha mtoto nyumbani. Yeye anaenda kutafuta akiamini kwamba dada wa kazi anamlea vizuri yule mtoto. Katika mazingira ya sasa, mtu ambaye mtoto siye wake hawezi kumlea kama wewe unavyotakiwa kumlea. Hawezi kumlea kama wewe unavyotakiwa kumlea. Sasa wewe utakayerudi, it depends na mazingira unavyokaa kumwangalia yule mtoto. Unatakiwa uwe una akili ya kutega. Mfano kama mimi na mizunguko wangu na shughuli zangu, lakini nikipata nafasi ya kukaa nyumbani nitamuogesha mwenyewe mtoto wangu. Na sio tu kumuogesha, namuogesha huku nikimchunguza. Unamuogesha mtoto wako na huku ukiwa namchunguza kama mzazi. Ikiwa ni mtoto wa kike na mtoto wa kiume pia. Wote. Unawakagua. Nakagua. Kibinadamu lazima iwe hivyo kama mzazi. Lakini wazazi wa sasa hivi sisi hatuna huo muda. Ukirudi kwa nyumbani nimechoka, unaihari uchukue simu, uebize mitandaoni, uchekelee, ufurahi anaopitika, anaosemeka, anaongeleka. Lakini sio muda wa kukaa na mtoto wako. Wengi sisi hatupo hivyo. Na tunaamini kwamba mtoto kumpa kile anachokitaka ndio malezi. Wakati sisi zamani ilivyokuwa, unamwona mwenzio na pipi, unamfuata mama kashika change, naomba shilingi nikanunue pipi, mama yako akupi. Tena nakwambia njoo. Bao. Afu nikuona unaenda kuomba pipi. Na hela hapa si pipi. Au anakwambia njoo mwanangu. Unanielewa sijui. Lakini sisi wa mama wa sasa hivi tunaenda tunabai. Mwanangu anapenda hivi. Tunajua tunatengeneza malezi, kumbe tunawaharibu watoto. Tukiamini kwamba watoto zetu vile tunavyoelea ndivyo watakapokuwa. Sisi ni binadamu. Tuna leo na kesho, kuna kupata, kukosa na kuna kuanguka pia. Kuna kulala kuzima kabisa. Unamtengenezeaje mazingira yako mtoto wako katika kukua kwake? Kuna mtu mwingine bro, hawezi kukua mtoto wake uende ukakae naye. Anaona aibu. Kweli. Yaani mtoto akija mgeni tu anamwambia nenda ndani kasome, kanisome. Huyo hapendi kukaa na watu. Kumbe anaogopa zile tabia alizonazo mtoto wake. Kwa hiyo nashauri kwa wamama wengi wajitahidi kupata muda harau hata masaa 2 3. Unajua mtoto utakapokaa naye ndani ya dakika 15 tu unajua kwamba huyu tabia yake sio nzuri. Huyu ni Queen Darling. Ni mama. Mama ana thamani kubwa sana. Mama ana heshima kubwa sana. Okota nukta hizo. Alafu kafanyie kazi kwa sababu huu ni weledi bila shaka. Ni mimi Ahmed Kandauma. Queen Darling.